Mimi naitwa Musa Maikenda, naishi VETA. Sasa kwa mimi mwananchi wa kawaida, kwanza serikali ya viwanda tunashukuru sana kwa Mheshimiwa John Pombe Magufuli kuanzisha serikali ya viwanda kwanza. Maana viwanda tunajua inaweza kaajiri vijana wengi sana. Waliotoka vioni humo hawana ajira sasa hizi. Kwa hiyo kikubwa tu ni labda ni kufufua hivyo viwanda ambavyo vilikufa. Eneo vikifuliwa hivi viwanda, nadhani hata sisi huku kwetu ajira zinaweza kushuka mpaka huko chini. Ni hayo tu. Mimi naitwa Omari Mvula. Maoni yangu makubwa sana, mimi ninachokifikiria zaidi kwanza kitu kikubwa sana ili jambo hili liweze kufanikiwa la viwanda, kwanza kikubwa ni uzalendo, kwa sababu hivi vitu vilishaanzishwa hivi sasa hivi ni kama marudio tu. Vitu vilishaanzishwa toka kipindi cha nyuma, lakini sasa kutokana na watu kila mmoja ana roho ile ya ubinafsi, uwezekano wa kusimamia hivi vitu kama tusipokuwa wazalendo vinaweza vikaanzishwa. Huyu bwana akishaondoka, rais aliyopo akishaondoka, vitarudi tena chini. Vitarudi, vitapotea, tutarudi kule kule. Lakini tukipata watu ambao wana roho ya uzalendo wa kuipenda nchi yetu, tunaweza tukafanikiwa hili jambo. Likatengeneza ajira za kutosha. Vijana wengi wanaweza kaajiriwa kwa kutumia huu mfumo ambao sasa hivi wameuanzisha. Lakini kusipokuwa na uzalendo, hili jambo litarudi kule kule. Kwa hiyo mimi mawazo wangu makubwa sana, Tanzania tuwe wazalendo tu. Tukubali nchi yetu, viongozi wetu wanavyotuongoza, tukubaliane nao, basi tukomae. Tunaweza tukafanikiwa hili jambo likaleta tija kwa watu wengi sana. Mimi naitwa Christopher Nyatu. Nina mada 2 au 3 katika hali hii ya kuelekea viwanda. Mimi ni mkulima, najishughulisha na shughuli za mazao mbalimbali. Lakini kati ya vitu ambavyo vinakuwa changamoto kubwa katika nchi yetu kwamba zao hili mwaka huu linaonekana na fursa kubwa. Baada ya mwaka mmoja miwili watu wakijikita huko linaporomoka bei. Kwa mfano, tulianza na ufuta ulikuwa na bei kubwa. Watu wakaingia huko kwa nguvu kubwa. Mara ufuta ukapoteza mwelekeo. Mbaazi zimeonekana ni fursa, lakini sasa hivi pia zimepoteza mwelekeo. Sasa inafika mahali ujasiriamali unakuwa shida. Kwa nini unakuwa shida? Kila unalofanya ukitarajia linatarajia kukupa tija, unakuja kwenye soko linaleta shida. Sasa nilikuwa nafikiri penginepo serikali iwe na msaada fulani kwamba wananchi wanaingia kwenye ujasiriamali, wanapokea maagizo ya serikali, wanaitikia kwa kipimo kikubwa au kwa kiwango kikubwa, lakini anavyoingia kwenye uzalishaji, shida kubwa nakumbana na soko. Soko ndo tatizo, kwamba mara zote mwaka huu soko hili zao likiuza vizuri, mwakani linapoteza mwelekeo. Mwaka mwingine hili likiuza vizuri, mwaka mwingine linapoteza mwelekeo. Kumbe ilihitajika kutengenezwa utaratibu mzuri wa tunavyowaza kwamba tunataka kutengeneza viwanda. Basi viwanda hivi navyo vimetengeneza na mfumo mgumu kidogo, kwamba mimi ninalima, nahitaji labda kuwasambazia watu wa Breweries Mtama, lakini lazima wepo mtu anayesimama katikati hapa kununua ili kusudi wao kauzie wa Breweries. Sasa hii nayo inaleta madhara kidogo, kwa sababu inashusha thamani ya kile kipato cha mkulima. Nilikuwa nadhani kwamba uhalisia, kila kampuni inayohitaji kununua mazao iwe na meza ya soko moja kwa moja, kwamba kwa mfano Breweries itenge eneo la manunuzi, kwamba wakulima kama waweza kuleta mtama walete kwenye ofisi ile wanunue moja kwa moja, siwepo mtu wa katikati. Labda kwa jina langu naitwa Mchungaji Geoffrey Samuel Mwakihaba, msaidizi wa askofu kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde makao makuu Tukuyu. Nipewa mwaliko huu kuja kushiriki katika kwenye siku hii, jukwaa hili la wawekezaji, mwaliko ambao umetubariki sana kama kanisa. Sisi tunao njozi ndani ya kanisa kama wadau wakubwa kwa ajili ya maendeleo na hasa uwekezaji. Njozi yetu inasema maisha bora na habari njema kwa kila mtu pasipo ubaguzi wa aina yoyote. Kwa hiyo sasa serikali inapokuwa inakuja kutusaidia, hasa kwa maana ya kwamba tunaiona moja ya chachu na moja ya fursa ambayo tunaiona kutuhakikishia habari ya usalama na utengemano na amani, kwetu sisi ni rahisi sana kulipokea hili na kulisukuma mbele, maana ndio hasa chachu yetu na mzigo tulionao kama kanisa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Kwa kweli kongamano limeamsha ari mpya katika swala zima la kiuchumi kwenye mkoa wetu wa Mbeya.
Watoa mada wamejaribu kuweka vizuri zaidi na kuwaweka wananchi kuelewa vizuri zaidi nafasi yao katika kutekeleza au kujiingiza kwenye shughuli za uwekezaji. Liko tatizo la miundombinu pengine na hasa vijijini, lakini kwa mwelekeo nadhani swala hili linaweza kawa limepata majibu kwenye hili jukwaa lililofanyika leo. Inawezekana kwamba kwa kupitia kongamano hili tunaifanya Mbeya, labda hata kama itakuwa haifikii kwa Dar es Salaam, lakini itakuwa inafuatia kwa Dar es Salaam. Kwa ukiangalia watu wa Kongo, watu wa Zambia wanatokea huku. Kama tutajipanga vizuri na kujiandaa vizuri mkoani Mbeya, hususan kwamba tumepata uwanja wa ndege, sasa hivi tumeambiwa na mkuu wa mkoa hapo tunaandaliwa taa. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa kuinua viwanda vyetu na kuweza kupeleka mali hata nchi za nje, kwa sababu tayari material tunazo. Ukiangalia kwenye kilimo cha mpunga tumekwenda mpaka huko chini kabisa kwa wakulima. Wakulima wameelimishwa na wameelimika, sasa hivi wameanza kuinua viwango vyao vya kipato vya mpunga. Kwa hiyo na sisi kama processor tunapoprocess tunapata hiyo malighafi, maana yake tunafanya mchele watu waufikie karibu na uweze kutambua sasa. Kwa jina naitwa Ali Richard Mlungu, ni mkurugenzi wa kampuni ya Ali Rich Sanaa Arts Limited inayojihusisha na kazi za uchapishaji matangazo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Mimi kama mjasiriamali, kwanza nachukua fursa hii kumpongeza kwa 100% mkuu wetu wa mkoa wa Mbeya, kwa maana amekuwa mstari wa mbele sana katika kupigania mkoa wetu ubadilike kuanzia mwanzo toka alivyofika mpaka hapa leo ninavyokuwa namuona. Mungu amjalie kwa hilo. Kwanza tu nikizungumzia kwa hii tamasha la leo la uwekezaji katika mkoa wetu wa Mbeya, ni kwamba kimekuja kitu cha pekee. Yaani tumekutana, sikutegemea kwamba kutakuwa na watu wengi kiasi hiki, na kwamba jana nimekesha nikiandaa kazi za hapa na nikajua kwamba leo sitaweza kufika, lakini nilichofika sijaweza kuamini kwamba watu wako kiasi hiki, na watu wameitikia kwa wingi, watu wamefika, watu wameelewa, watu wamependa. Kitu ambacho nataka sana kusii sana kwenye upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na uwekezaji hasa kwenye sekta ya viwanda, kwa sababu kwanza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amejikita kwenye sera ya viwanda, ni kwamba angeangalia kwa kina swala la uingizaji wa mashine. Unajua tuna changamoto kubwa sana za mashine nchi yetu, kwamba tunataka sera ya viwanda. Sasa kiwanda ni nini? Kiwanda ni mashine. Sasa hizi tuweze kupata mchakato mzuri. Kwa mfano mtu amelima mazao, hana mashine labda ya kuchua au hana mashine ya kuprocess, lakini anapofikia hatua ya kwanza kutaka kufanya process ya kuleta mashine, aje aanze kufanya importation, anakumbana na kitu labda kwenye upande wa kodi inakuwa ni kubwa. Labda ningeweka tu kwamba kwa maoni yangu mimi binafsi kwamba labda kungekuwa na asilimia tu ile ya VAT. Ile VAT iwepo, lakini ile asilimia nyingine importation ile ikaondolewa. Watu waweze kupata nafuu kwenye msamaha wa mashine. Lakini vitu vingine vyote viwe na kodi kama kawaida. Hasa upande wa mashine tuweze kupata process ya kuweza kuwa na mashine ambazo zitatusaidia kukua. Kwa sababu naamini bila mashine hamna kinachoweza kufanyika. Binadamu wanavaa vitu vilivyotengenezwa na mashine, wanakula vilivyoprosesiwa na mashine, tunatengeneza kila unachokiona. Kwa uongezaji wetu wa thamani bila mashine hamna kitu. Na kwa sababu mkuu wetu wa mkoa ameamua kufanya jambo kama hili ambalo litaweza kutuinua watu wa Mbeya, basi tunaomba na hata serikali pia ijue bila mashine is nothing. Mimi kama mjasiriamali, kama mnavyojua, Alan Mwegaga almaarufu mjasiriamali na pamoja, ni fursa kubwa sana ambayo tumeitafuta kwa miaka mingi sana. Imetokea, amepatikana mheshimiwa sana ndugu yetu. Sisi viongozi tunamheshimu. Kiongozi ni dereva. Kila siku msemo wangu, kiongozi ni dira. Sasa mwenzetu anatukumbusha, anatuletea jambo hili jipya, ambalo jambo jipya linatakiwa tulione tunasongaje mbele. Sasa sisi tuchukue hizo fursa, ziwe fursa kabisa. Changamoto zipo, lakini tuzigeuze ziwe fursa. Na cha maana ni kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na timu na naibu spika washiriki tu kama vile washiriki walivyokuwepo. Tumesikia mada na baadhi watu wa mada bado wanaendelea. Ombi langu tu twende kama timu, kuungana na hili kama alivyosema binti wa mwisho huyu. Kama hatutashiriki kama timu, itakuwa nyinyi hapa mnakuja mnapiga haya,
Swala la maukumbi hatakuwa na maana. Swala la hoteli ambazo hazina customer care, customer handling, customer complaint hazitakuwa na maana. Tunaamini kabisa fursa hizi tutumie maboresho kutathmini kwamba mkutano wetu utafanikiwaje, ili ufanikiwe na nini. Kwa hiyo nadhani vitu hivyo sisi wana Mbeya tuchukue ni fursa kubwa, tuitumie vizuri, tuende. La mwisho tu mimi kwangu ningependa sana kwa faida ya Mbeya yetu hapa. Nilipenda na mimi mchango wangu kama tapata fursa nitakao kuchangia sana ni kwa eneo la kwamba wadau kama unasema mtu wa TIC, ni muombe sana watu wa TRA kwa faida ya wana Mbeya, watu wa TRA waje wawe na kitu kinaitwa customer care. Polisi wana customer care, magereza wana customer care. Kwa nini TRA wanakuassess kwa media kwamba tumemwona Joseph anajua na makamera 6-7 alafu naletoa assessment? Lile ni kosa, kwa sababu lile linawakasitisha tamaa wajasiriamali. Na niwakumbushe vijana wangu, hapa tupofika tushukuru Mungu. Wapo wafanyabiashara walio collapse, wapo wengine walikufa. Simple TRA haikuonekana urafiki. Kumbe sisi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais tulipe kodi, lakini kodi rafiki, kodi ambazo tunakuwa wamoja. Sio adui tena anakuletea assessment bila utaratibu. Lipa milioni 200 bwana. Umeiona hiyo biashara milioni 200? Kwa hiyo nasema mimi naliona TRA sina maana tuwe nao. Hapa kwa adui namba moja ambalo kwa hapa Mbeya mimi na historia ninavyoikumbuka, wengi wametoroka, wameondoka enda mikoa mingine. Sasa tunawashawishi warudi. Watarudije tukiwa na customer care ya kijumla? Kama sisi tunaambiwa mahoteli yawe customer care, magereji yawe customer care, customer handling, na wao pia warudishe kitu hicho customer care.